Kama ambavyo wamesema wachache ambao wamezungumza siku ya leo, jambo la kwanza tulijifunza jana kwamba maombi ni agizo kutoka kwa Mungu, kwamba inatupasa kuomba na inatupasa kudumu katika maombi, kuomba bila kukoma. Lakini jambo la pili tukasema kwamba maombi Mungu anayatumia kuweza kubadilisha tabia zetu, kubadilisha mienendo yetu. Lakini pia maombi Mungu anatutaka tuombe ili tusemezane naye, tuzungumze na yeye kama baba na watoto. Lakini pia nikasema kwamba maombi ni njia ambayo Mungu anaitumia kujifunua kwetu. Kujifunua kwetu, kufunua njia zake, kusudi lake katika maisha yetu. Alafu kitu kingine tukasema kwamba Mungu anahitaji tuombe ili kwamba aweze kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauoni kama ni vitu vichache sana? Ni pointi 5 tu. Kwa nini Mungu anatutaka tuombe? Hii itakuwa ni pointi ya 6 ambayo tunaenda kujifunza siku ya leo. Na ni pointi ambayo sitatamani kwenda kasi sana ili uweze kunielewa. Maana hapa ndipo pamebeba msingi wa mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu anataka uombe ili aweze kukupa nguvu na mamlaka. Andika hivyo. Mungu ananitaka niombe ili aweze kunipa nguvu na mamlaka. Msomaji wangu upo? Fungua kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, ni sura ya 16 na mstari wa 11. Ndio. Mstari wa 11 Biblia inasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi ya 105 na ule mstari wa 4 inasema pia, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunachotakiwa sio kutafuta fedha. Tunachotakiwa sio kutafuta magari, sio kutafuta utajiri, sio kutafuta mafanikio kwa Bwana. Wewe kila kufunga kwako unaomba mafanikio, kila kufunga kwako, kila kuomba kwako unaomba baraka za Mungu, lakini neno la Mungu linatuambia tumtafute au tumtake Bwana kwanza na nguvu zake. Alafu mengine haya tutayapata ndani ya zile nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini maana ya nguvu? Nguvu maana yake ni uwezo wa kufanya kitu au jambo. Nguvu ni uwezo wa kufanya kitu au jambo. Mimi hapa ukileta gunia la kilo 100, ukaniambia nilibebe, naweza nikashindwa. Lakini kuna mtu mwenye nguvu anayeweza akalibeba lile gunia la kilo 100. Si watu tunawaona wale sokoni wanaweka hapa begani Anaweka begani, anapeleka ndani. Kwa sababu gani? Kwa sababu anao uwezo wa kulinyanyua lile gunia na akalihamisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema kwamba tunatafuta au nguvu ya Mungu ni nini? Ni ule uweza wa Mungu wa kufanya kazi. Ni ule uweza wa Mungu wa kufanya mambo. Ni ule uweza wa Mungu wa kuingilia kati kwenye mambo ya binadamu na kuleta suluhisho. Kwa hiyo nguvu hizi za Mungu ambazo tunatakiwa tuzitafute, zinapokuja kwa mwanadamu, zinampa uwezo wa ziada, zinampa nguvu ya ziada ya kufanya mambo ambayo watu wengine hawawezi kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakuwa na uwezo wa kufanya mambo ambayo wanadamu wa kawaida wengine hawawezi kufanya. Kinachotutofautisha sisi wana wa Mungu na watu wengine ni nguvu ya Mungu iliyomo ndani yetu, inayotuwezesha kufanya mambo ambayo wengine hawayawezi. Na asikudanganye mtu wala asikuambie mtu kwamba hizi nguvu za Mungu zinakaa kwa watumishi wa Mungu peke yao. Yaani tunamaanisha wachungaji, wainjilisti, mitume, manabii, maaskofu. Hapana. Nguvu za Mungu ziko kwa ajili ya kila mwana wa Mungu. Nguvu ya Mungu ipo kwa ajili ya kila anayeitwa mwana wa Mungu. Kwa sababu unapookoka na ukafanyika kuwa mwana wa Mungu,
anakupatia hii nguvu. Mimi na wewe wote tunayo nguvu ya Mungu ndani yetu. Mimi na wewe wote tunayo nguvu ya Mungu ndani yetu. Ni kwa namna gani tu au kwa jinsi gani au kwa uelewa gani wewe unaweza ukawa unaitumia hiyo nguvu ya Mungu. Kuna mwingine anaiona anajua sina nguvu. Kuna mwingine anajua kwamba miujiza inafanyika kwa wale tu ambao ni watumishi wa Mungu wanaosimama kuhubiri neno la Mungu, kwa ajili ya wale tu ambao tunawaita wachungaji, wainjilisti, walimu. Anajua mimi hivi vitu vingine siwezi kuvifanya. Hapana. Ndani ya maombi kama mwana wa Mungu, Mungu anakukirimia au Mungu anakupa nguvu ambayo itakutofautisha na wanadamu wengine. Mungu ndiye mwenye nguvu na ndiye anaigawa hii nguvu ambayo tunaizungumzia siku ya leo. Kwa hiyo ni wajibu wako wewe kuitafuta. Ndio maana tunasoma hapa, anasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Yaani umtafute Mungu pamoja na nguvu ya Mungu. Kwa sababu kwenye kumtafuta Mungu na kuihitaji ile nguvu yake, ndipo utakapoweza kufanikisha katika mambo yako. Wapendwa, tunaishi katika ulimwengu wa mwili, si ndio? Mnafahamu Lakini mambo yetu hayaamuliwi katika ulimwengu wa mwili. Kila jambo unaloliona hapa duniani au kila jambo linalokufika lilianzia katika ulimwengu wa roho. Na kwa sababu lilianzia katika ulimwengu wa roho, kwa hiyo hata kushindana kwetu sisi sio katika ulimwengu huu wa mwili, ni katika ulimwengu ule wa roho. Kwa hiyo ukiwa na nguvu katika ulimwengu wa roho, wewe utaitwa mshindi. Ukiwa na nguvu katika ulimwengu wa mwili, lakini katika ulimwengu wa roho hauna nguvu, wewe ndugu yangu utaonewa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ulimwengu wa roho ndio unaoendesha ulimwengu wa mwili. Na ili uweze kupata hii nguvu, ni lazima umtafute Bwana na umuombe na umtake zile nguvu zake. Bila hivyo, vinginevyo utakuwa ni mtu wa kawaida tu. Lakini tunajifunza kwamba Mungu anatupa nguvu pamoja na mamlaka, si ndio? Mamlaka ni uwezo wa kutoa amri pasipo kupingwa. Mamlaka ni uwezo wa kisheria, naweza nikasema hivyo, wa kuamua nini kifanyike na nini kisifanyike. Na ni uwezo wa kutiisha vitu vyote. Amina. Mamlaka ni uwezo wa kutoa amri pasipo kupingwa. Ni uwezo wa kisheria kuamua nini kifanyike na nini kisifanyike. Mamlaka ni uwezo wa kutiisha chochote na kikatii. Wewe umeshatiisha nini na kikatii tangu umeokoka? Tuanzie hapo. Maana mmeniangalia kwa huzuni kabisa. Madhabahu ya kicheko imevunjika. Ulishatiisha nini? Mnaelewa maana ya kutiisha? Ni kuamuru au kusema kitu na kikawa. Au siku zote wewe unajitishiaga mwenyewe kwamba mimi haki ya Mungu hii njaa itaniua. Haki ya mama huu masikini utanimaliza. Ndio unavyojitiisha hivyo kwa sababu unatamkia kitu. Bwana asifiwe sana. Hem, tuangalie mfano wa ndugu yetu huyu anaitwa Joshua. Katika kitabu cha Joshua sura ya 10 na ule mstari wa 12 mpaka wa 14. Kitabu cha Joshua sura ya 10 mstari wa 12 mpaka wa 14. Neno la Mungu linasema, ndipo Joshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli. Akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua, simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi, simama katika bonde la Aiyaloni. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha kujipatiliza juu ya adui zao. Haikuwako siku nyingine mfano wa siku hiyo katika siku zilizotangulia mbele yake, wala katika hizo siku zilizoandama baada yake, hata ikawa yeye Bwana kuisikia sauti ya binadamu, kwa kuwa Bwana alipiga vita kwa ajili ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni ndugu yetu Joshua. Joshua alikuwa ni mwanadamu wapendwa kama mimi na wewe kabisa. Alikuwa ni mkaka tu, mwanadamu kama mimi na wewe. Lakini Joshua alikuwa katika vita, anapigana na hawa wana wa Amoni.
na akaona kwamba nikiwasitishia hii vita kwamba tuendelee kesho, mawili, wanaweza wakakimbia au wakarudi kesho wamejipanga, wana nguvu zaidi. Kwa hiyo akaamrisha, akatamka kwa mamlaka aliyopewa na Mungu kwamba wewe jua simama na wewe mwezi simama. Kwa lugha nyingine ya kisayansi tunasema kwamba Joshua alisimamisha dunia isitembee. Si wote tumesoma jiografia kwamba dunia inazunguka kwenye muhimili wake, ndio tunapata mchana na tunapata usiku. Sasa Joshua alivyosema kwamba jua lisimame kule alikokuwa anapigana na mwezi utulie kule uliko, ina maana waliokuwa usiku wamelala ulikuwa usiku moja kwa moja, waliokuwa mchana ikawa mchana, mpaka pale Israeli walivyomaliza kupigana vita. Kwa hiyo hapa tunachoona ni kwamba kwa mamlaka ambayo Joshua alipewa na Mungu, akiwa anayafahamu na kutambua kwamba ninayo nguvu, ninao uwezo, ninayo mamlaka ya kusema na kutamka kitu chochote kikawa, Joshua alisema dunia isimame. Bwana Yesu asifiwe. Na aliposema dunia isimame, lengo lake yeye apigane vile vita, ashinde. Joshua alikuwa ni kiongozi wa Israeli. Hakilali kitu, wanasema Waswahili zege alilali. Akasema hakuna jua kuisha hapa, jioni haifiki, usiku haingii, jua simama, mwezi tulia, mpaka hii vita ifike mwisho. Na wanasema hivi, kuanzia dunia iumbwe mpaka kwa Joshua, na kuanzia siku ya tukio la Joshua mpaka leo, hakuna mwingine aliyeweza kufanya hivyo. Hakuna mwingine aliyeamuru jua likasimama. Hakuna mwingine aliyeamuru dunia isizunguke na ikatii. Kwa hiyo huo uwezo, hayo mamlaka tumepewa. Hapa ulipo hivi usijidharau. Mungu ameweka hiyo nguvu ndani yako. Mungu ameweka hayo mamlaka ndani yako. Humu ndani tunajiangalia, tunajichukulia wote poa, lakini kina Joshua wako humu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwezo huo, nguvu hiyo na mamlaka hayo Mungu anatupa katika maombi. Unapojisogeza mbele yake, tulisoma jana, tukimkaribia na yeye anatukaribia. Ina maana kwamba unapoendelea kukaribia zaidi kwa Mungu, anaachilia zile nguvu zake zaidi, utatenda mambo mengine ambayo kibinadamu ni ngumu kuyaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ukikaa chini ukafikiria, kilichozuia dunia isizunguke ni nini? Ni kwa sababu ya lile neno ambalo Joshua lilitamka na Mungu akasema ni kweli. Ukisoma neno la Mungu linasema hivi, kilichofungwa mbinguni na duniani kinafanyaje? Na kinachofunguliwa hapa duniani na mbinguni kinafanyaje? Kwa hiyo Joshua alikijua hicho, akafunga, akasema simama jua, mwezi tulia, ndivyo ilivyo. Nikwambie hivi, kuna wakati unaweza kupita katika hali fulani, haikuhitaji wewe kupiga magoti kuomba. Haikuhitaji wewe kufunga mfungo wa siku 40. Inahitaji neno lako moja tu kutamka na mambo yakabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpendwa, usijidharau. Wacha watu wakudharau. Wacha watu wakuone ni huna kitu. Wacha watu wakuone haueleweki, sijui yani unaishi hauishi. Wekeza katika maombi. Wekeza katika kutafuta uso wa Bwana. Wekeza katika kumtafuta Mungu na nguvu zake. Wakati ambapo utaanza kufanya mambo makubwa, ndipo watakapoanza kushangaa, ndipo watakapoanza kuulizana kimekuwaje. Na kwa dunia ya sasa hivi watadipa tukajibu haraka, huyu anaweza akawa Freemason, lakini wewe unaijua siri. Bwana asifiwe sana. Hebu tuangalie mfano wa pili kutoka kwa Yesu Kristo. Sisi wote ni wafuasi wa Yesu Kristo, na kwa sababu ni wafuasi wa Yesu Kristo ndio maana tunaitwa Wakristo na tunafanya vyote ambavyo Kristo alivifanya. Marko sura ya 11 mstari wa 12 mpaka wa 14. Nitaruka nisome mstari wa 20 mpaka wa 24. Marko sura ni ile ya 11 mstari wa 12 mpaka wa 14. Kisha nitaruka nisome 20 mpaka 24. Biblia inasema hivi: hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipoufikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini.
Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Twende mstari wa 20 mpaka wa 24. Biblia inasema, na asubuhi walipokuwa wakipita, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yatakuwa yako. Chochote unachokitamka kwa kutumia nguvu, kwa kutumia mamlaka uliopewa na Bwana, unaposema kwa imani, kwa kuamini kabisa, yanakuwa ni ya kwako. Kama Yesu ambavyo aliweza kuulaani ule mtini, ndivyo ninavyomaanisha hapa kwamba unaweza ukakizuia kitu, unaweza ukakitiisha kitu, unaweza ukakiamuru kitu kwa mamlaka na nguvu ambayo unapewa na Mungu Baba. Kwa hiyo anatoa mfano hapa, anasema hata unaweza ukauambia mlima huu ng'oka. Sio mlima huu ukaenda ukasafiri mpaka ukafika Kilimanjaro, ukakazana kuiambia Kilimanjaro hama uhamie katika mji wetu wa Dar es Salaam tuingize pesa. Hapana. Anamaanisha majaribu. Anamaanisha mapito. Anamaanisha magumu. Unaweza ukaliamuru hilo gumu kutoka na likaondoka. Unaweza ukaiamuru hali mbaya ikakuacha. Unaweza ukatamka kitu chochote katika jambo lolote lile na likatendeka kwa uweza na kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo, kwa sababu mamlaka tayari tunayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu asikuchukulie poa. Mtu asikudharau. Unapokuwa huku wapendwa, ni raha sana. Ni raha sana. Tuendelee. Nitaka kusema kitu, tuendelee. Chanzo cha nguvu na mamlaka ni nini? Chanzo cha hii nguvu na haya mamlaka ni nini? Au vilitokea wapi? Tukisoma katika kitabu cha Luka ile sura ya 9 mstari wa 1 na wa 2. Nitasoma. Luka sura ya 9 mstari wa 1 na wa 2. Dada, naomba utanifungulia kitabu cha Ufunuo sura ya 22 na mstari wa 15. Luka 9 mstari wa 1 na wa 2. Biblia inasema, akawaita wale thenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Ufunuo 22 mstari wa 15, Biblia inasema, huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Kitabu cha Wakolosai sura ya 1 na mstari wa 13. Nasoma yote haya alafu nikianza kueleza niende moja kwa moja. Kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13, Biblia inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mstari wa 14 inasema, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Luka 9:1 mpaka 2 aliwaita wanafunzi wake. Tumeitwa. Bwana Yesu asifiwe. Wana hema ya makimbilio tumeitwa. Tumeitwa na Bwana. Akawapa nguvu na mamlaka, au akawapa amri na mamlaka. Tumepewa nguvu, tumepewa mamlaka. Amena. Baada ya kufanya hivyo, Yesu Kristo akawatuma. Tumetumwa. Tumetumwa. Kwa nini Mungu anakutaka uombe ili aweze kukupa nguvu na mamlaka? Kwa sababu ulipookoka uliitwa. Ulipoitwa ukapewa hii nguvu, ukapewa haya mamlaka ili uwe nayo. Kwa sababu gani uwe nayo? Kwa sababu kule unakotumwa, kule nje wako mbwa, wako wachawi, wapo wazinzi, wapo waabudu sanamu, wapo na vitu vingine vyote viko kule nje. Tuseme ni vitu vya kutisha. Na kwa sababu hiyo Yesu Kristo aliona kabisa kwamba akikutuma uende huko, ukakutane na mbwa, ukakutane na wachawi, ukakutane na majini, unaweza ukaogopa. Ndio maana akakupa nguvu, akakupa mamlaka ili kwamba uweze kuvitumia, sio kukaa humu kanisani, ni kutoka nje ili ukawalete wengine kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatizo huwa tunajua ukishaokoka uko tu hapa.
Ni mimi kanisani ni shemasi, hatukatai. Lakini tumetumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeitwa, tumepewa nguvu, tumepewa mamlaka, alafu tukatumwa. Kwa hiyo Mungu anakutaka wewe uombe ili uendelee kuijaza ile nguvu yako. Amesema huyu kaka hapa vizuri kwamba ni kama simu tunavyozitumia. Ni kama gari, lazima ulijaze mafuta ndio litaenda umbali mrefu. Kwa hiyo tunarudi kwenye maombi, kupiga magoti, kuomba kila wakati, kila mara, ili kuiongeza ile nguvu tuliyopewa mwanzo, ili kuongeza yale mamlaka tuliyopewa mwanzo, ili tunavyoenda kule nje, hata kabla hujamfikia huyo mbwa, hata kabla hujamfikia huyo mchawi, hata kabla hujawafikia hao waganga, waione nguvu yako, wakimbie. Bwana Yesu asifiwe sana. Waione nguvu yako, wakimbie. Anasema kwamba alituokoa, akatuhamisha, akatutoa katika ufalme wa giza. Wapendwa, tumehamishwa. Mzee wa kanisa, tumehamishwa. Hivi kweli mimi nilikuwa naishi Mafinga, nalala na blanketi, nashinda nimevaa mpaka na kofia, nina koti kubwa kama mwendesha bodaboda. Nimehamishwa, nimeletwa Dar es Salaam, bado nitavaa ile koti? Bado nitavaa ile koti? Kwa nini wewe unang'ang'ania laana? Kwa nini wewe unang'ang'ania umasikini? Kwa nini wewe unang'ang'ania yale yote, utumwa? Bado unakubali tu shetani ya kugandamize. Bado unakubaliana tu shetani ya kuonee. Hii mama, tuko duniani. Hii mama, tunapambana. Unapambana mpaka lini wakati uweza, nguvu na mamlaka ulishapewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeshahamishwa. Huku tulipo wapendwa, katika ufalme wa Mungu, ndiko kwenye baraka, ndiko kwenye mafanikio, ndiko kwenye kila kitu chema ambacho Mungu amekikusudia. Kwanza nikuambie, unajua wewe ni mrithi pamoja na Yesu Kristo Unajua wewe ni mmiliki hapa duniani. Wewe ni mmiliki. Hii mbingu Mungu aliitengeneza. Amesema kwamba mbingu ni za kwake, lakini nchi ni yake yeye, ila ametupa sisi tuweze kuimiliki. Usiishi kama mtumwa katika nchi ambayo umemilikishwa na Bwana. Usiishi kama mtumwa. Usikubali kuonewa na adui shetani mpaka kesho kutwa. Ndugu yangu, ulishahama huko. Kama ambavyo tunaenda na mazingira. Sisi tunaotoka Mwanza, tukiwa tunajua tunaenda Dar es Salaam, hatubebi nguo nzito. Tunajua huko kuna joto. Uweze ukatukuta tumebeba na umesuka na nywele hizo. Unajua unaweza ukazifumua siku moja. Lakini na wewe unayetoka huku, ukiwa unaenda sehemu ya baridi, unabeba na kikoi, unabeba na sweta. Tumehamishwa wana wa Mungu. Na huku tulikohamishiwa ndiko kwenye baraka, ndiko kwenye mafanikio, ndiko kwenye uzima. Huo uzima maana yake ni ushindi. Huo uzima maana yake ni kila kitu chema. Kama Mungu anasema kwamba anatuwazia mambo yaliyo mema, mipango yake juu yetu ni mema siku zote, na tena hapendi tuhuzunike. Shida yako ni moja tu, umehama lakini akili bado iko kule. Umehama lakini mawazo bado yako kule. Kila kitu unawaza, hii mama, sisi kuna hiki, sisi kuna hiki. Unajua ukoo wetu tunakufaga na pressure. Unajua ukoo wetu, yani biashara huwa hatufanikiwi. Unajua ukoo wetu huwa hatulimi. Sio ukoo wenu, ulishahama. Bwana asifiwe sana. Ulishahama, ulishatoka kwenye ukoo. Unaweza kubakiza jina tu, lakini mimi ni mwana wa Mungu. Siku moja tumeenda Bariadi. Sio siku nyingi, ni mwaka jana. Mwaka jana mwezi wa 9 kama sikosei. Tumeenda Bariadi kuhubiri injili kwenye kijiji ambacho kuna wachawi wa kutosha. Sasa tumefika, mchungaji wa ile eneo akatuambiaje, huku kulala juu ya mti ni kugusa tu. Sasa tulikuwa na waimbaji wa kwaya, wanakwaya. Wakajaa hofu. Sema huku wachawi ni wengi sana. Kujikuta umelala nje uchi ni kugusa tu. Bwana we, ule usiku Bishop, vijana waliomba Bwana. Waliomba hakuna aliyelala ile siku. Waliomba, walikemea. Nyumba tuliyokuwa tumefikia ilizungukwa. Uwanja tuliokuwa ulizungukwa. Nikawatazama, nikamwambia mchungaji na mama, hii ni hofu. Hamna waombaji hapa. Wanalazimisha kuyavaa mamlaka na nguvu ndani ya siku hiyo hiyo. Hivyo wewe unamjua mchawi?
Hujaja umejiandaa, unafika kwenye eneo la vita eti ndio unaanza kufanya mazoezi. Ulikuwa wapi siku zote? Waulize wanajeshi. Wanafanya mazoezi kila siku, wako tayari muda wowote. Sasa wewe unasubiri vita ndio hii hapa sasa unaanza. Jamani, hivi hamjasikia yako huko maombi, mama mchungaji? Jamani, tungefanya maombi wa mama, kumbe unataka uponeemo, una shida kwenye ndoa yako. Jamani mchungaji, hamna maombi sasa hivi. Unajua kanisa sasa hivi hatuna maombi. Ndio hatuna ratiba ya maombi, jitegemee. Uweza, nguvu na mamlaka tayari ulishapewa. Rudi magotini kila siku, jichaji ili uendelee kuitunza ile nguvu. Tumefika pale, mimi ndo nilishangaa. Na nikasema kwamba wachawi bwana ni wajinga, lakini pia wanakosaga kazi za kufanya. Can you imagine, wamejaribu vitu vingi vyote kufanya, wakaona wanashindwa. Wakaona watumie generator, umeme ulikatika hiyo siku. Yaani ilifika saa 9 kamili umeme ukakatika. Tulikuwa na generator, tukawasha generator. Tu wameimba sifa, watu wameimba kwaya, sifa kwaya, watu wamecheza. Aliposimama mhubiri tu generator likazima. Nikaanza kuwagombeza wale vijana. Hamkuweka mafuta? Wasema mama, tumeweka. Paka yule aliyekuwa njoo uangalie, mafuta yamo, generator limezima. Shida ni nini? Tumekazana pale tunatafuta shida. Mwenyeji si anawajua watu wake. Akasema tulieni, tayari wamehudhuria mahali hapa. Tulivyokemea lile generator likawaka. Tulivyotoka likazima. Tulikokemea linawaka. Mkitoka linazima. Sasa akafanyaje yule mchungaji wa ile eneo? Ikabidi achukue kiti akae, generator aliweke hapa. Ndio injili kaenda mpaka saa 12 jioni. Imefika saa 12, sasa yeye ndio mwenyeji. Anaona watu wanaangushwa na pepo, anaona kama kuna namna vijana wake wanazembea. Si akatoka mbio, generator likazima. Akamuita kijana wake, wewe njoo, kaa hapa, omba. Alikaa pale, generator halikuwaka. Tukamwambia rudi. Rudi mwenye nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko nje. Mungu anataka ujaze nguvu, kwa sababu ukienda huko nje kuna vitu vingi. Wanaweza mbwa wakakularua. Wanaweza wachawi wakakuua. Yanaweza majini yakakunyonya damu ukafa. Ndio maana Bwana anataka uombe ili akujaze nguvu. Wakikuona wakimbie. Wakikuona wasikae. Yaani ukienda kijinga wanakufanyia vitu vya ajabu sana. Kuna watu walioipanda kwenye jukwaa, wanaanza kuimba jukwaa na wenyewe kwa heri. Hii wiki tu, kwa mfano hii wiki sisi ndo tunaanza mkutano. Wiki iliyopita kwenye huo uwanja ulikuwepo mkutano mwingine. Wamepanda kuimba wanakwaya siku ya pili. Wanakwaya, wachungaji waliokuwa kule nyuma na kila kitu, maspika na nini vilibebwa na upepo ulio sijui tokea wapi. Unajua ule upepo unafanya hivi? Wakatupwa kule. Unahitaji nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu itakupa kusurvive. Kuna watu wengi sana wanaotuonea. Wewe unaweza yaani unajua ukiwa uko na maisha yako fulani hivi, unaweza kuwa unajichukulia kwa sasa mimi mama sisi ni maskini. Yaani kwenye ukoo wetu unajua hamnaga hata mwenye baisikeli. Kumbe kuna mtu anayaangalia maisha yako mama mchungaji, anayatamani. Kumbe kuna mtu akiangalia watoto wako. Sisi kwetu tumebarikiwa mpaka vijukuu ni vinene. Kwa hiyo wanaanza kama vile viangalia ila hao watoto. Kumbe maskini wa kawaida tu akavionea wivu. Unakuja kushangaa tu, mama fulani, mbona mtoto wako siku hizi haji shule? Mbona anaondoka nyumbani na anakuja shule kila siku? Unapiga mtoto wapi? Mnakuja kuomba amejaa pepo. Tumeshaziona hizo kesi nyingi sana. Mtoto anafika la 7. Huyo mmoja ndio aliniumiza, nililia sana. Anateswa na mamake wa kambo.
Kamaliza form 6, amepata point, yani amefaulu vizuri, aka-apply chuo China, akapata. Akachanganyikiwa. Kitu pekee kinachomtuma ni yeye kwenda kujiua. Kijana. Tuko pale kanisani Buzuruga tunaomba, akaja. Tunaomba huko, akaja akakaa kwenye kiti kama kule nyuma, akakaa tu. Tulipoanza kuomba akasogea, akawa anatuangalia. Sasa mama akamuuliza, vipi? Unasemaje? Anatuangalia tu. Huyu vipi? Wanatuangalia tu. Tunawauliza walio nje, sasa sisi tulijua mgeni wenu. Si ndio kwanza kuweka mkono. Ana pepo. Kemea. Kwenye kabegi mle sasa. Muda umeenda, giza limeingia, tunafanyaje? Kuangalia kwenye kabegi, ameandika kabisa na barua ya kwenda kujiua. Ametembea, kama kuna mtu anaijua Mwanza, ametembea kutoka Usagara. Amejikuta yuko Buzuruga na hajui amefikaje. Hajui. Siku hiyo amepona, tumetafuta ndugu zake, tumemrudisha nyumbani. Kesho yake mama yake huyo wa kambo akamwambia, mwanangu, wewe ni msomi. Nimenunua simu mpya, nifanyie setting. Alivyoshika tu ile simu, yakarudi. Kijana aliteseka sana. Mpaka ikabidi tumuombe baba yake tumtoe pale. Hafu huwezi kuamini sasa. Barua yake ya kwamba aliomba visa kwamba akasome, aliomba sijui vitu gani, alikuwa ameshaenda Dar es Salaam kwenye ubalozi wa China kule, ameshaandaa kila kitu, yani vitu vyake vikawa havionekani. Siku amepona, amekaa sawa. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka mpya kama kesho sasa, ile usiku saa 6 tunashangilia mwaka mpya. Aliniforwardia email yake. Anaombwa samahani kwa sababu wamemchelewesha shuleni. Alitakiwa wao amesha ripoti. Kila kitu kiko wazi kabisa. Sasa wewe tembea tu. Ishi tu kwamba tunaishi nao. Ishi nao lakini watakutungua. Ishi nao lakini watakuvurugia kila kitu. Uko nje hatuna undugu nao. Hatuna urafiki nao. Tunachofanya ni kwenda sisi kuwaokoa wale walio kule, tuwape neno la Mungu ili nao watoke kule waje huku, watoke utumwani waje huku. Paka ukawatoe wale walete huku, kuna kazi ya kufanya. Ndio hiyo kazi ambayo inakutaka wewe uwe na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa haliwezi kuongezeka tukikaa hivi tunatazamana. Ni lazima twende nje. Wapendwa, tumeitwa. Wapendwa, tumetumwa. Wapendwa, tumeagizwa. Tunahitaji nguvu ya Mungu ili kuifanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Biblia inaniambia kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 4. Wakorinto wa kwanza sura ya 4 na ule mstari wa 20. Wakorinto wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 20, Biblia inasema, maana ufalme wa Mungu haui katika neno bali katika nguvu. Ufalme wa Mungu, wapendwa, sio maneno, ni nguvu. Ili kwamba ujulikane kwamba wewe ni mwana wa ufalme wa Mungu, ni nguvu yako ndio itakutambulisha. Huwa nawauliza mara 100 wale wa mama wenzangu, umepata mtoto binti wa kazi, amefika nyumbani pale, jioni mnafanya ibada, ameangushwa na pepo, unampigia mchungaji wa nini? Unampigia mchungaji wa nini? Mwingine mimi akaniambia nenda keti, namfukuza. Asubuhi tu namfukuza. Njoo muombe asubuhi arudi kwao. Wewe huwezi kujua kwa nini Mungu amemleta hapo. Pengine ndipo uponyaji wake ulipo, na wewe unamfukuza. Tumesoma kwamba tumepewa mamlaka, tumepewa nguvu. Hayo mamlaka ndio tunayoyatumia. Pepo wanatii, wanaondoka. Kwa hivyo, yani sisi kama wana wa Mungu tunahitaji sana maombi ili yaweze kutuchaji, yaweze kutuongezea nguvu. Kwa mfano, mimi sio mtaalamu sana kwenye masuala ya umeme, lakini ninachojua umeme tunaotumia kwenye socket hizi za hapa wa matumizi ya nyumbani sio kama umeme ambao unaweza ukaukuta pale kwenye transformer, si ndio? Ulio kwenye transformer pale ni mkali sana kuliko huu hapa chini. Ina maana hata sisi nguvu za Mungu zinakujaga kwa kulingana na wewe mwenyewe unavyozitaka.
Unaweza ukawa tu na kanguvu. Waliwahi kuja siku moja pale watu wa Vuzuruga kuomba, kumwombea mtu pale nyumbani kwetu. Akaambiwa mapepo wewe anadharau. Na wewe utukemee. Yaani kamoto kako mbali. Kama kamshumaa hivi, sio kamshumaa, alishiwa pozi. Akasogea nyuma. Kwa kadri unavyozitaka nguvu za Mungu, ndivyo unavyozidi kufanya mambo makubwa. Hebu siku moja na wewe unatamani kama Petro alivyokuwa anapita, watu wanafufuka. Tamani kama vile Elisha amezikwa sehemu afu anakuja kuangushiwa hapo maiti akafufuka. Tamani uzipate hizo nguvu. Inawezekana, unajua kila kitu huwa ni kuamua Kila kitu huwa ni kuamua. Ukiamua ukasema kwamba kuanzia leo nimeamua kumtafuta Mungu na nguvu zake, nikwambie hivi mpendwa, utaweza. Na mtu yoyote mwenye nia, na mtu yoyote aliyeamua kutoka moyoni, Mungu huwa anasimama naye. Utakuwa wa tofauti. Watakuwa sasa hivi wanakuona ni binti tu, ni kijana tu upo, lakini baadaye watakuona wewe ni wa tofauti. Na kitu kingine ambacho nimekizungumzia hapa ni kwamba ufalme wa Mungu ndiye nguvu. Ufalme wa Mungu, wapendwa, upo. Usije ukasema kwamba tunausubiria baadaye. Ufalme wa Mungu upo na tayari ulikwisha kuja. Ukisoma kitabu cha Luka 17 mstari wa 20 mpaka 21, Yesu anasema kwamba ufalme wa Mungu upo na unaishi ndani yetu. Sasa kama ufalme wa Mungu upo na unaishi ndani yetu, na tumesoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20 kwamba huo ufalme wa Mungu ni nguvu, ina maana hii nguvu tunayoizungumzia iko ndani yako. Na kama iko ndani yako, unatakiwa wewe ndio uiamshe. Wewe ndio uiamshe ili ile nguvu ifanye kazi. Wapendwa, nyuma ya kila changamoto, nyuma ya kila gumu, nyuma ya kila pito, nyuma ya kila taabu, nyuma ya kila maumivu, kuna roho chafu. Kuna vita zingine unapitia zimefadhiliwa na shetani. Niseme hivyo. Hali yoyote mbaya kwenye maisha yako, nyuma yake ina nguvu inayoisapoti. Nyuma yake kuna kitu kinachoisukuma ile hali. Bila wewe kupambana sasa, utaendelea kuona magumu, utaendelea kuona mabaya, utaendelea kupigana hiyo vita isiyoisha. Lakini ukijitambua kwamba ndani yangu imo nguvu, tayari nilishapewa mamlaka, ukasimama na ile nguvu, ukatumia ile mamlaka, ukasema wewe vita koma, itakoma. Kama alivyofanya Joshua, itakoma. Kwa hiyo usikubali kuonewa na adui shetani. Usikubali kugandamizwa na adui shetani. Jambo la kufanya ni kuamka kuanzia sasa. Mpinge shetani naye atakukimbia. Shetani tunampinga kwa namna gani? Shetani mimi sitaki bwana. Sitaki, hebu niache. Lakini shetani nini? Ndio hivyo? Nini maana ya kumpinga shetani? Maana tusiwe tu tunaimba nyimbo kama za Wakongo. Tunaimbaga nyimbo za Wakongo hata tuzijui. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Maana ya kumpinga shetani ni nini? Nikakae kwenye kiti tusubiri jibu, lisipopatikana tunakesha. Wana wa Mungu, kumpinga shetani na kwa mkujui. Tusome hii Yakobo labda. Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Biblia inasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kumpinga shetani maana yake ni nini? Kufanyaje? Kumkataa. Na kukataa shetani na kazi zako zote. Just like that. Memaliza. Kumpinga shetani ni kuwa kinyume na matakwa yake. Kumpinga shetani ni kuwa kinyume na matakwa yake, lakini ni kuziharibu kazi zake. Unajua kuna kazi za Mungu kwenye maisha ya mwanadamu na kuna kazi za shetani kwenye maisha ya mwanadamu. Kuna magonjwa, tutolee mfano. Ninaharibu kazi ya shetani kwa mtu
au ninaharibu kazi ya shetani kwenye maisha yangu, ina maana kwamba nitaenda kinyume na huo ugonjwa na kuharibu kila kinachosababisha ugonjwa. Ndio maana ya kumpinga shetani. Na unapompinga anakukimbia. Unapoharibu kazi zake anakukimbia. Unapovuruga mipango yake anakukimbia. Unapotegua mitego yake anakukimbia. Ndiyo inavyomaanisha mpinge shetani naye atakukimbia. Lakini usipompinga mtakaa wote. Mtaishi wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hem, tusome kitabu cha Marko 16. Marko 16 mstari wa 15. Marko 16 mstari wa 15 mpaka wa 20, Biblia inasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watafanya nini? Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Huko kwingine hakuna maana, lakini hapa ninachotaka kusema ni kwamba amri ya kudhibiti kazi na nguvu zote za giza tumekwisha kupewa. Kinachotakiwa ni wewe kuamua tu kwamba nizitumie hizi nguvu nilizonazo. Ukisoma kitabu cha Waefeso 3:20 anasema atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo yote, zaidi ya tunavyoomba, zaidi ya tunavyofikiri, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Wapendwa, tunao ufalme wa Mungu. Wapendwa, tuko katika ufalme wa Mungu. Ndani ya ufalme wa Mungu tunazo nguvu. Ndani ya ufalme wa Mungu tunayo mamlaka. Tuna nguvu za kiroho za kuweza kumpinga shetani, kuharibu kazi zake, kuharibu mipango yake na kuharibu utawala wake hapa duniani. Amina. Kwa hivyo sasa ni wewe mwenyewe kuamua kuzitumia hizo nguvu, au ni wewe mwenyewe kuamua kuwa wa kawaida. Lakini usisahau kwamba Yesu alikwisha kusema, ukiwa vuguvugu atakutapika. Jinsi gani naweza kuongeza nguvu pamoja na mamlaka nilionayo? Tumalizie hapo. Jinsi gani naweza kupata nguvu na mamlaka, kuongeza nguvu na mamlaka? Jambo la kwanza katika kuongeza nguvu na mamlaka, jambo la kwanza ni maombi. Maombi ndio yanayotusaidia kuongeza nguvu za Mungu. Kadri unavyoendelea kutafuta uso wa Bwana, kadri unavyoendelea kuitafuta nguvu ya Bwana, ndivyo unavyoendelea kujichaji, ndivyo unavyoendelea kujiongezea nguvu, ndivyo unavyoendelea kujaza mafuta. Lakini wakati mwingine ni muhimu sana pia kuwa na muda au wakati uweze kujitenga peke yako. Ujitenge peke yako mbali na watu na umtafute Bwana. Katika kujitenga, Mungu anaachilia nguvu zaidi kwa watu. Nikimaanisha kwamba uende mbali kidogo na watu, utulie. Unajua kuna nyakati ambazo Mungu akitaka kufanya kitu kwako, au kuna wakati Mungu akiwa anataka kukubadilishia majira katika maisha yako, au wakati ambao tuseme kwamba Mungu anataka kukuijilia, kuna muda Mungu huwa anakutoa kwa watu. Si unaona kuna wakati watu wanaondoka kwenye maisha yako? Alafu wewe ukiona hivyo unasema tayari roho ya kukataliwa imeinuka. Unaanza kukemea. Kumbe Mungu anataka ukae peke yako kwa sababu kuna kitu anafanya. Na wakati mwingine Mungu anaweza kukufanya hivyo ukawa peke yako, ukajisikia tu kujitenga, ukajisikia tu hutaki kuwa na watu, hutaki kuzungumza na watu sana, yani ukawa uko peke yako. Kuna kitu Mungu anafanya akiwa anakusogeza kwake. Amina. Kwa hiyo usije ukaiona hiyo hali ukatuma maombi kabisa, Bishop, roho ya kukataliwa imenifuata. Hapana. Lakini jambo la pili, maombi ya mapatano. Maombi ya mapatano ni maombi ambayo naweza kusema yana nguvu yake. Tunapopatana kwa pamoja kuomba, labda kama kanisa, kama wamama, kama vijana au kama kikundi cha watu kadhaa, pale tunakuwa tunashirikishana, au niseme kwamba tunaungamanisha imani zetu wote, mimi na huyu, kwa sababu unajua huwa hatulingani.
Kama ambavyo hatulingani kimwili, wengine wanene, wengine wembamba, wengine wana nguvu, wengine dhaifu, ndivyo hata katika ulimwengu wa roho ni hivyo. Kwa hiyo kuna wengine imani yao ni kubwa, wengine ni ndogo. Kwa hiyo tunapokutana hivi, tunatiana joto, tunasaidiana, tunaimarishana, tunainuana, tunapeana ile imani, tunagawana, yani niseme labda hivyo, ambapo hapo sasa unaweza ukajikuta na wewe hitaji lako umepata majibu. Yani mfano nilisema tu kwamba maombi ni mazoezi, si ndio? Sasa kwa sababu ni maombi ni mazoezi, wewe unaweza kuomba masaa 2, mimi naweza kuomba dakika 20. Huyu anaweza kaomba masaa 3, huyu akaomba saa 1, huyu dakika 3. Anashindwa, anakosa maneno mengine ya kuongea. Lakini tukiwa kwenye jumuiya hivi, anajikuta na yeye anaenda. Si anasikiliza, sasa hivi wanakemea nini? Pepo la nini? La umasikini. Na anaanza, pepo la umasikini, niachie, toka. Wamebadilisha hapa sasa hivi wanaomba nini? Njaa. Anaenda hivyo. Kwa hiyo tunakuwa tunambebeamo na yeye anaenda. Hayo ndio maombi ya mapatano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kupitia ushirika, unaweza ukajikuta na wewe unatoboa. Amina. Lakini ni kwanza lazima mpatane kwa neno. Mpatane kwa neno. Kitabu cha Mathayo ile 18:19. Mathayo sura ya 18 mstari wa 18 mpaka wa 19 inasema hivi: Amini nawaambieni, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Wawili wenu watakapopatana. Tunapatana kwa nini? Tunapatana kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Msije sasa eti mwingine, mimi nimekuja na matunguli hapa. Na wewe, mimi nina Biblia. Wewe, mimi nina chumvi. Na wewe mwenzangu, mimi hapa na mafuta. Mmepatana kwa nini? Lakini tukisema kwamba tunasimama na neno la Mungu, kuomba kwa ajili ya nchi, kuomba kwa ajili ya kanisa, kuomba kwa ajili ya familia, kupitia lile neno la Mungu, ndio Mungu anachosema hapa kwamba wawili wenu watakapopatana kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiache kujihudhurisha kwenye maombi ya kanisa. Usiache kujihudhurisha kwenye maombi labda ya wamama. Kama unahitaji kukua katika maombi. Maombi ni mazoezi. Njoo. Msikilize mchungaji anavyoomba. Msikilize mzee kiongozi anavyoomba. Msikilize mama anavyoomba. Unaendelea kupata vitu. Kumbe wanaomba hivi. Kumbe wanaomba hivi. Hivyo ndivyo unavyoendelea kukua na wewe na kuongezeka. Ndivyo unavyoendelea kuipata nguvu. Amina. Lakini kitu kingine ni maombi ya usiku. Usiku sio usiku ule muda unaenda kulala. Usiku wa manane. Kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Hayo nayo ni maombi mazuri sana. Yanaweza yakakupa nguvu. Sio kwa sababu eti Mungu anafanya kazi usiku. Hapana. Wengine wanakuambia ulimwengu wa roho unafanya kazi usiku. Nani alikwambia Mungu ana muda wa kupumzika? Mungu anafanya kazi siku zote, masaa yote. Ulimwengu wa nuru unafanya kazi siku zote, masaa yote. Ulimwengu wa giza unafanya kazi siku zote, masaa yote. Ila tu kwa sababu usiku pametulia. Bwana Yesu asifiwe. Usiku pametulia, watu wametulia, watu wamelala. Unaweza ukapata wakati mzuri, muda mzuri wa kuomba. Kwa hiyo hayo pia ni maombi mazuri. Maombi mengine ambayo yatakusaidia sana, maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga. Kwa kufunga na kuomba utapokea nguvu zaidi. Kwa sababu pale unapofunga, unapoona njaa, huu mwili wako huo unashuka. Mwili wako unakuwa dhaifu. Alafu roho yako inainuka juu. Si mnaonaga kipindi cha Ramadhani Hakuna kelele mchana. Si mnajua? Panakuwa pametulia kwa sababu watu wana nini? Sio wamefunga, wana njaa. Mtu yote mwenye njaa hana makeke. Mtu yote mwenye njaa hana fujo, hana ikaeka. Unatulia tu mwenyewe automatically. Mwili ukisha shuka vile, kiroho chako kinainuka. Kwa hiyo kiroho kinakuwa juu kwa sababu siku zote mwili huwa unashindana na roho. Sasa roho waga ni yenyewe ni pole tu. Ukiona mwili wako umenyanyuka na unauendekeza anatulia tu. Lakini pale unapofunga, mwili ukishuka, basi kiroho chako kinainuka. Maombi ya kufunga ni maombi ambayo yanaongeza nguvu sana wapendwa.
Na usisubiri sasa watangaze kanisani. Eti kanisani wakitangaza sasa Ijumaa ndo tunafunga na wewe ndo unaofunga hiyo Ijumaa. Kuwa na siku yako mwenyewe ya kufunga. Kuwa na siku yako mwenyewe ya kufunga na kuomba. Kwani wewe hauna matatizo? Wewe hauna vitu vilivyoshindikana? Ambaye hana kabisa kitu kilichoshindikana anyoshe mkono. Kwa sababu Biblia inavyosema, inasema kwamba namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kufanya nini? Sasa yale ambayo hayatoki, sina wewe unayo. Kwa nini unasubiri matangazo ya kanisa? Kuna kipindi utamkuta askofu na yeye yuko kwenye neema, asahau kutangaza. Utateseka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu kingine. Sema kitu kingine. Watu wanakipenda sana. Sadaka. Sadaka. Wapendwa, sadaka ni maombi tena ya kudumu kwenye maisha yako. Sadaka ni nini? Tena ya kwenye maisha yako. Naomba urudie tena. Sadaka ni nini? Ya kudumu kwenye maisha yako. Sadaka wapendwa, itatoka kwenye mkono wako, lakini haitatoka kwenye maisha yako. Ndugu, utaomba, utasahau, lakini ile sadaka haitasahau. Hebu niambie, maandiko yanatuambia Habili alikufaga. Nani alimuona? Nani alimuona Habili hapa? Nyoosha mkono. Habili amekufa, ameuawa, ndio mwanadamu wa kwanza kufa. Mpaka leo maandiko yanatuambia kwamba bado sadaka yake inafanya nini? Bado sadaka yake inafanya nini? Sadaka inaongeza nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Tunasoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 10, hatutasoma kuanzia mstari wa 1, utasoma mwenyewe huko. Hii inaonyesha kwamba sadaka inapotoka mikononi kwako haitoki kwenye maisha yako, inaendelea kudai kwa ajili yako, inaendelea kupaza sauti kwa Mungu kwa ajili yako, inaendelea kuzungumza kwa Mungu kwa ajili yako. Kuna vitu vingine wana wa Mungu tunatendewagwa sio kwa sababu tunajua kuomba sana, lakini ni kwa sababu ya sadaka. Sadaka tu. Sababu ya sadaka. Kuna vitu vinafunguliwa kwa sababu tu kuna mtu nyumbani kwenu aliwahi kutoa sadaka. Kuna vitu vinafungwa kwenye maisha yako au kwenye maisha yenu kwa sababu tu kuna mtu aliwahi kutoa sadaka sehemu. Sio sadaka tena, tunaita kafara. Kwa hiyo sadaka ni maombi, kwa sababu hakuna sadaka inayoendaga kimya. Sijawahi kwenda kwa waganga, ila naonaga kwenye movie. Unataka iweje? Nataka afe. Haya, muite. Inatolewa sadaka kwanza, si mnaona? Muite fulani kufa, fulani kufa. Afu unaona huko eti mtu amekufa. Naonaga hivyo. So nadhani katika ulimwengu wa giza ndivyo wanavyofanya. Lakini sisi pia tunatumia sadaka kunena na kutamka, kwa sadaka hii mambo yafunguke, kwa sadaka hii watoto wafaulu, kwa sadaka hii watoto wangu waendelee vizuri, kwa sadaka hii kesho ya wanangu iwe njema, kwa sadaka hii biashara yangu iongezeke, kwa sadaka hii kanisa la Bwana likue. Kwa sadaka ni maombi na ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine linalosababisha mtu aweze kupata nguvu za Mungu ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 12 mstari 11 anasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na lile neno la ushuhuda. Kwa hiyo neno changanya na damu ya Yesu Kristo, awe una nguvu ya hatari. Siku moja nilijifikiria, nilitafakari. Kama maji ya mto ule, maji ya sawa na mto upo. Kama maji ya bahari ya Shamu yalimtii Mungu yakapasuka, Israeli wakapita. Maji ya mto Yordani yakatii yakasimama, Israeli wakapita. Hivi anayekuja na maji na anayekuja na jina la Yesu na neno la Mungu, nani anaweza kusaidika haraka? Anayekuja nani anasaidika haraka? Kwa sababu maji yanamtii huyu tunayemzungumza. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa sababu vitu vyote vilivyo hapa duniani vimetengenezwa na yeye. Lakini sisi tunatumia neno la Mungu mpendwa, tunatumia damu ya Yesu Kristo mpendwa, tunatumia jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo vitu vitatu, wewe ni mshindi, wewe una nguvu. Amina. Mungu Baba awabariki sana. Naomba usimame.